Kwanza nawasalimu sana na pia tamrudishia Mungu na utukufu na sifa kwa haya mazuri ambayo Mungu amefanyia ndugu zetu. Na wengi wao baadhi ni vijana wamejenga nyumba katika ujana wao. Hata wanaposhuhudia, kama una imani haba utaamini. Labda mpaka uende kwenye nyumba wanazokaa. Na wengi wanakaa, asilimia kubwa nyumba hizi kwa Dar es Salaam, hapa chache ziko mkoani Iringa, Bukoba, Mwanza, Moshi, lakini nyingi ziko Dar es Salaam. Ilikuwa miaka 3 au 4 iliyopita niliwaambia ibada moja kwamba hapa 70% ya watu ambao nawaombea na nawaongoza katika njia hii takatifu na tukufu ya kumwamini Mungu mwenye uwezo na mwenye kubariki, Mungu mwenye kuondoa nuksi bara, Mungu mwenye kufungua mipaka yetu ya asili ya ufahamu. 70% mnaosali hapa mtakuwa na nyumba zenu wenyewe. Itakuwaje? Hilo ndio tukalisimamia kwa maombi, tukaliatamia kwa maombi. Roho Mtakatifu mwaminifu akatufundisha tufanye kazi kwa bidii, nidhamu katika fedha, na kwetu hakuna kudumaa. Tukalima vikalimika, tukafanya biashara zikafanyika, wengine wakasoma visomo vikasomeka. Na nawaombea Mungu wazidi, kwa sababu wana watoto, basi nawaombea wazidi kuwa na nyumba 3, 4, 5 iwe kama asset ya familia. Sasa unaweza kusema na mimi nipige simu kwa mzee wako niende leo. Haiwagi leo. Kila jambo jema lina mchakato wake. Lakini ukija katika maombi, katika fundisho la maneno ya Mungu, katulia moyo, ukawa mnyenyekevu na mwenye imani, hakika yake Mungu hawezi kukutupa mkono. Mungu hawezi kukuacha ukiwa katika hali kama hiyo. Lakini mambo haya sharti uwe mnyenyekevu, mtu mwenye imani, angalau kwa mbao unakambia kumcha Mungu, basi mengine yote hayo Mungu anaweza kutusaidia. Kwa hiyo ubarikiwe sana na Mungu awalinde. Lakini leo nitaka nizungumzie neno ambalo linaitwa upako. Neno upako. Siwezi nikasoma Biblia, maana katika Biblia neno upako halijaandikwa popote. Kwa hiyo siwezi nikasoma Biblia. Hii ni Biblia ya mafunzo ambayo imeandikwa na Wapentekoste wa dhehebu la Assemblies of God Tanzania. Nilinunua miaka 7-8 iliyopita. Ni Biblia ya mafunzo ya uzima tele. Ukihitaji kumjua Mungu kupitia Biblia, kitabu hiki ni muhimu sana ukawe nacho. Na hasa kwa viongozi wa kiroho, wachungaji, wainjilisti, maaskofu, lakini pia mitume na manabii. Na ndio utajua utume wako ni kweli au si kweli. Ni mwongozo mzuri sana wa kiongozi wa kiroho kitabu hiki, mafunzo tele ya Biblia. Maana kimetafsiriwa katika lugha mbalimbali, kutoka Kiunani kuja Kiswahili, kutoka Kiebrania kuja Kiswahili. Katika Biblia ni kitabu muhimu sana, ni hazina kubwa sana kwa kila mtu ambaye anataka mtumikie Mungu kwa usahihi. Kwa hiyo hata humu kwenye mafunzo ya Biblia ya uzima tele neno upako halimo. Hii ni itifaki ya Biblia. Katika itifaki humu hautakuta neno upako. Katika itifaki ya Biblia, madhehebu yote ya Kikristo yote wanaamini katika itifaki ya Biblia hautakuta neno upako. Sehemu ya utakuta upendo, upepo, uvumi, uzushi, puuzi, lakini neno upako hautalikuta. Neno upako linatokana na neno kutiwa mafuta. Lilikuwepo, lakini hapa Tanzania, sisemei mataifa mengine, nasemea Tanzania, nadhani na Afrika Mashariki. Miaka 2004, kwa sababu watu wengi wanajua sana majina yangu, lakini maisha yangu hayajui. Wanajua sana majina yangu, Anton Sekelo, lakini maisha hawajui. Lakini mwaka 2004, wakati utumishi wangu unajinoa upya, maana nimeanza utumishi miaka 83. Utumishi wangu unajinoa upya, unakuja ule utumishi wa kujitegemea. Maana Pentekoste huu sisi tumeukuta katika mikono ya Marekani.
Marekani ndio waanzilishi wa madhehebu ya Pentecost, Baptist, nadhani na Mennonite, Sabato. Kwa hiyo tunaendesha Pentecost ukiambatana na utamaduni wa Kimarekani ambao walichukua wenzetu wa TAG, baadaye wakaja kwanza walichukua Pentecost Holiness kule Igale, baadaye wakaja TAG, kwa sababu wakati wa Marekani wanataka kuja Tanganyika kufungua Pentecost hapa, wakamtuma missionary wao ambaye yeye alikuwa na maono ya kuja Tanganyika, Igale. Akatokea missionary ambaye anataka aje Tanganyika kuanza dini Assemblies of God. Wamarekani wakamtuma, hapana, utakwenda India. Huyu bwana akaja Tanganyika, akaasi kauli ya wa Marekani wenzake. Yeye alikuwa na mzigo kuja Tanganyika miaka 20 na kitu. Kwa hiyo akaja Tanganyika, akajiunga na Pentecost Holiness Igale kule Mbeya, na mji wetu Igale ukiingia Mbalizi pale. Na baada ya pale, baadaye wa Assemblies of God kule Marekani wakapata tena maono ya kuja Tanganyika kuanza dini yao ya Assemblies of God ambayo leo inaitwa TAG. Kwa wakakumbuka na mtu wao yuko Tanganyika tayari ambaye amejiunga na Pentecost Holiness. Kwa hiyo wakamwambia tunakuja Tanganyika. Yule bwana ndio akaama toka Igale, wakaanza makao makuu yao yakawa pale Itende Mbeya, pale penye chuo cha Biblia. Kwa Pentecost huu Tanganyika huku au Tanzania leo uliletwa na Wamarekani. Ukristo kwa ujumla wake, Ukristo wote kwa ujumla wake ulianza, Yesu aliuacha katika mikono ya Wayahudi. Wakati anapaa aliuacha katika mikono ya Wayahudi, yani kina Petro, kina Yohana, kina Yakobo, baadaye kina Paulo, kadhalika na kadhalika. Waitaliano wakati wanaitwa Warumi, Waitaliano wakauchukua Ukristo kutoka mikononi mwa Wayahudi. Leo wanaitwa Roman Catholic. Roman Catholic, hautataja Ukristo duniani bila kutaja Roman Catholic. Mkatoliki Mungu alimkabidhi Ukristo miaka 2000 iliyopita karibu. Kwa Wakristo wote hao wa Kiprotestanti, wa Pentecoste, tumeukuta Ukristo katika mikono ya Roman Catholic. Tofauti hawa wengine wa Protestanti wakautafsiri kwa misingi yao, wa Pentecoste kwa misingi yao, na wengine kwa misingi yao. Lakini Pentecoste tuliukuta mikononi mwa Katoliki. Kama ambao Katoliki wao walikuta Ukristo mikononi mwa Wayahudi. Na tangu pale Katoliki ameusimamia Ukristo duniani kote. Katika hilo nasema Mungu awabariki sana. Wazee wa imani hiyo wa Katoliki waliishi miaka ile, kina Mama Teresa, watumishi wa Mungu wengi tu. Mungu awalinde sana. Na waliolala basi wapumzike kwa amani. Sasa neno upako hapa Tanzania, wahubiri wote nyinyi mnaosema upako, aliyevumbua neno upako Tanzania ni mimi Anthony Lusekelo. Lilikuwepo, lakini watumishi wengi neno upako waliweka chini ya pishi, ilikuwa liangazi. Mimi nikaitoa neno upako chini ya pishi. Nikiwa Kongo, Mungu aliachilia nguvu za upako juu yangu. Akasema neno hili usilipuuze, ndani yake kuna roho ya uponyaji. Kuna roho ya kufanikiwa. Kuna roho ya kumjua Mungu. Kuna roho ya kumcha Mungu. Kuna nguvu za utisho ndani ya upako huu na ukabidhi. Nikiwa Kongo Kapulo mwaka 2005. Mengi yanitokea. Na ndio neno watashinda nilipata Kongo Kapulo. Ukitoka Kalemi pale kuna ziwa Tanganyika unaingia ndani. Kuna ziwa lingine kama unakwenda Lumbashi, kuna mji hapo unaitwa Kapulo. Ilikuwa ndio makao, ilikuwa ndio basic ya kivita ya Kabila, Joseph Kabila. Wakati wanatoka huku Moba kuelekea Kinshasa wakati wa Mabuto. Ndio ilikuwa basic yao ya kivita. Mimi nilikaa pale miezi 6.
nikiwa na majeshi hayo yote. Hapo ndipo Mungu alisema na mimi kuhusu neno watashindana watashinda. Na nilitoka hapa kama Mtanzania na pasipoti yangu nayo mpaka leo, nilikata mwaka 96. Naitunza kama kumbukumbu. Sasa hivi nadhani ina miaka zaidi ya 20 pasipoti hiyo. Nayo mpaka leo. Ina miaka 20 kitu sasa. Nichoombea ndani pale. Hii picha ya passport ukitazama hautajua ni mimi. Na miaka ni mingi. Nilipokuja Tanzania na kuanza kuhubiri katika TV Channel 10 hii, neno watashindana watashinda. Wa kwanza kuniinukia na kunipiga vita walikuwa mitume, manabii, maaskofu na wachungaji. Huyu anasema kama nene. Ili neno amelipata wapi? Huyu bwana mawe Filimason huyu. Ametoka kuzimu, amechukua uchawi Kongo. Nadhani mnamkuwa mnasikia maredio haya. Yanapotoka watu wa ya Kikristo haya sio maredio ya Kurasini kule. Wana kipindi kila siku jadili mtu pako, huyu ni pepo, ile pete yake ni kuzimu. Lakini mimi nikachukua pamba, nikaka masikioni, nikatimiza wajibu wangu kuambiwa Tanzania, upako unaponya, upako ni utajiri, upako ni elimu, upako ni kupanda ndege kwenda Ulaya. Kuna uwezo ndani ya upako wa kufanikisha mipango yako. Na watu wakaanza kufunguliwa mamia kwa mamia toka mikoa yote ya Tanzania. Siku moja nimewahi kunyima huduma mimi ambao ni ya kiserikali, ni haki yangu. Mama moja alikuwa ni naibu waziri wa afya kwenye serikali ya awamu ya 4. Alikuwa anaitwa Mankia. Ainiuzia gari moja Vogue milioni 45. Kumbe ile Vogue walikwepa kodi. Nikaanza kuitumia. Siku moja TRA wakakamata gari yangu. Alikuwa anaisha dereva wangu. Wakakamata wakapeleka Mwenge Majembe. Nikaenda kuuliza gari yangu mimi nimenunua na kadi halali kabisa, ambayo ina jina la huyo sio nani wakinankia. Ile mama alikuwa mbunge viti maalum Morogoro, alikuwa naibu waziri wa afya wakati wa serikali ya awamu ya 4. Nikampigia simu, utaongea, akatuma watu wake, utaongea. Nikaenda TRA pale zamani ilikuwa na sako. Wakati wa commissioner wa ofisi ile alikuwa ni jina langu, anaitwa Lusekelo. Hapo ilikuwa na sako zamani na ilikuwa benki ya nyumba. Sasa hivi wana ofisi yao hapo. Mtu mmoja anaitwa Ngonyani, sasa ni marehemu, akanipokea hapo. Sababu na commissioner mwenyewe hayupo, yuko likizo. Lakini kuna naibu wake. Yule mama alikuwa ni mama huyo. Ngonyani akanipeleka, yule mama akasema, "Hivi nyinyi kina Ngonyani mmeshindwa kumsaidia mzee Upako kwa Ngonyani au Nyoni mtu asubuku. Mmeshindwa kumsaidia huyu mchungaji mnamleta kwangu." Sasa mzee Upako, "Sasa mama mnitaka mambo ya mzee Upako hapa. Mambo ya Upako kustaki. Upako huu kabla jina hili haijajengwa kuwa na sifa hivi leo mnaitumia. Ukifika mahali nilikuwa nanyanyapaliwa kwa sababu ya neno upako. Nilikosa huduma kwa yule mama ya kiserikali kabisa. Na yule Nyoni sababu mchoni umefika hapa take bado upako hapa. Yule Nyoni alikaa siku 2 tu alikufa yule manager wa mapato pale. Ngonyani au Nyoni alikuwa anakaa Mbagala kwa alifariki. Sasa yuko na reflex lakini nikasubiri alifariki. Nataka kusema adha ambazo nimepitia kujenga brand hii ya upako. Wote mashahidi. Lakini nilisimamia kauli ya Mungu, nenda kanitumikie. Wewe ni Anton Sekelo, watashinda, wewe ni mzee wa upako. Maandiko yakaanza, makongamano kwenye makanisa. Ikafika mahali wakaona sivunjiki mbona naendelea. Hata kutaja neno upako katika makanisa yao wakaacha. Maana ukitaja tu upako, picha moja kwa moja picha inakuja mzee wa upako kwa waumini wao. Kwa neno mwenyewe upako likaanza kutokutamkwa. Hata watashinda lakini hawatashinda. Maana ukitaja tu hawatashinda, picha inawajia watu ni ya mzee wa upako. Wakawa maneno hawayasemi makanisani na kwenye huduma za mitume na manabii. Ndio maana nimesema mimi ndio mwenye jina la upako, mzee wa upako. Hilo neno upako huo ni jina langu mimi. Hiyo brand ni yangu mimi. Wengine wote wamekopi na kupesti. Kukopi na kupesti jambo jema, sio jambo baya, jambo jema. Lakini muasisi lazima heshimiwe. Kwa maana msitumie neno upako nyie vijana, wahubiri vijana, mitume na manabii kudanganya watu. Mnaweza mkawa na mbio nyingi sana lakini njia hamjui. Hamjui siri. Kwa nini Mungu aliniambia nisimamie neno upako mpaka leo imekuwa brand kubwa na mnatumia kujenga makanisa yenu, mnatumia kuvuta watu kwenye huduma zenu. Kwa ni vizuri sana. Sisi tunasema tunamheshimu Nyerere. Ukitaja Tanzania, huwezi kuacha kumtaja Julius Kambarage Nyerere.
Ukitaka tu Tanzania, picha ya kwanza kujia akini mwako ni Julius Kambarage. Zingine zitafuata, sio ya Kikwete itafuata baadaye, sio ya Mkapa itafuata baadaye, sio ya Mzee Mwinyi baadaye. Ukitaja Unguja, Zanzibar, Unguja, picha ya kwanza kwenye akili yako inakuja ya mzee Karume marehemu. Ya Abdul Jumbe itakuja baadaye sana. Ya Samuel Amul itakuja baadaye sana. Lakini ya kwanza huwezi kutenganisha historia ya Zanzibar na mzee Karume hata kidogo. Huwezi kutenganisha historia ya Tanganyika na Kambarage, huwezi hata kidogo. Huwezi kutenganisha upako na Anton Sekelo, huwezi. Iringa kule miaka 81, 80, 79 watu wazima wanafahamu. Kwani wizara ya maji, mzee mmoja jina linanipotea, lakini watu wazima mnaojua, mnaifahamu wizara ya maji, mtagundua kuna mvumbuzi mmoja alivumbua mianzi miti. Kwa mianzi miti ni kifaa mbadala cha kupelekea maji vijijini kutoka mabomba. Akagundua, akafanya hiyo plani yake, maji yakawa yanapelekwa vijijini kwa njia ya mianzi. Mianzi ilikuwepo. Huyu mzee alipata tunzo, serikali ikamwita ikampa tunzo, na mradi mkubwa alisimamia yeye. Huyu mzee alikuwa anakaa kule juu Wilolesi kule Iringa kule. Miaka ya 80, 83, 82, 70 mwishoni. Mimi mzee nilikuwa namfahamu. Anayejua formula ya Coca-Cola ni aliyeanzisha Coca-Cola. Ukitaka matumizi sahihi muulize mwenye formula yake. Sasa tusifike mahali kusema kwenye msafara wa mamba kenge wamo. Ili uendee kuwa mamba usiwe kenge, ni vizuri mimi mzee upako nisikilize. Je, mzee upako, je malimao yanaweza kuwa na upako? Nikayaombea kana upako. Je, mzee upako, je chumvi naweza nikaiombea kana upako? Mafuta upako ilifika mahali wa Pentecoste walikataa kuyatumia, walianza kunyanyapaa kuyatumia. Mimi nikasimamia kwamba hapana, kuna Mungu katika mafuta. Ndio Mungu alituelekeza tutumie mafuta mizeituni. Nikatukanwa sana kwenye maredio ya Kristo. Sana tu, sio kidogo. Tena wazi. Midahalo. Leo mafuta upako, kila mafuta upako. Sasa mwenye siri, kwa nini ulisimamia hili jambo? Kwa nini? Na sikusimamia tu kwa maana kwa mamilioni ya fedha. Channel 10 nimekaa hapa katika TVs, sio chini ya bilioni 1 nimelipa. Sio chini ya bilioni 1 nimelipa. Kwa miaka yote hii. Zikiwa chache bilioni 2. Nimekaa Star TV, nimekaa Channel 10 kwa miaka 15. Nimejenga brand hii ya upako na mafuta ya upako. Nataka niseme nini? Nasema matumizi ya mafuta ya upako, matumizi ya neno upako yasilenge kudanganya watu, kutapeli watu. Mtakuwa na mbio nyingi sana vijana, nyinyi mnaanza huduma leo au jana au miaka 7 iliyopita, lakini njia hamjui. Na ndio maana ukisema tu upako watu wanapokea, wanafunguliwa. Sababu moja kwa moja kivuli cha Anton Sekelo kinatua pale. Funguka moja kwa moja kwa upako, funguka. Kivuli cha Anton Sekelo kinashuka pale. Nyinyi mitume, manabii na maaskofu na wachungaji mnapata sawa, nyota yako imeibiwa, tarudisha nyota yako. Nyinyi mnatumia nyota yangu mimi kuponya watu, kufungua watu, mnatumia nyota yangu mimi. Kukusanya watu, mnatumia nyota yangu mimi. Ndio mnasema upako, ile nyota yangu mimi. Mungu alinipa mimi. Sasa muitumie sawa, maana kuiga jambo jema. Hata sisi Ukristo huo, hatuanza sisi, tulikuta kwa Katoliki. Wa Pentecoste Ukristo tumekuta kwa Waprotestanti. Waprotestanti walikuta kwa Katoliki. Tumieni vizuri huo upako na hizo huduma. Msiibie watu, msidanganye watu. Msipitilize sana. Kwambia tu kiatu kina upako, vaa kiatu cha mtumishi kina upako. Msipitilize. Yakiwashinda katika kitabu cha Matendo ya Mitume 15, kuna mambo yaliwashinda wale mitume, wale kina Petro, Paulo, walipanda Yerusalemu kwa wazee kwenda kuwauliza. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 15, walipanda kwamba jambo hili ni gumu kwetu, twende Yerusalemu kwa wazee. Mwe mnakuja kwangu mimi za upako niwasaidie. Na mimi najua nguvu ya upako hii, neno upako lini expire, mimi ndo najua. Nafahamu tarehe na mwaka ambao hii nguvu itahama kwa eneo lingine. Nafahamu mimi, maana wingu linahama. Wingu linahama.
Sasa kabla hajahama, tumieni vizuri mafundisho kuhusu mafuta ya upako na neno upako. Ndio maana Wapentekoste wote mnajua Tanzania miaka 96, 94 katika makanisa yetu tulikuwa tuna watumishi wa aina mbili: askofu, mchungaji, mwinjilisti. Kwa mbali mwalimu. Tulikuwa tutambui tulikuwa hautasikia mtu anasema nabii miaka 95 au mimi mtume. Hautakuwa utausikia. Aidha ni mchungaji au mwinjilisti au askofu. Kwa mbali sana mwalimu. Lakini huduma hizi mbili zilikuwa hazitajwi sana kama kwa sasa. Mtu wa kwanza Tanzania kusamini na huduma ya utume akatokea hadharani ni mtu anaitwa Dansan Maboya toka Morogoro. Ndio alikuwa mtu wa kwanza kusamini mtume. Dansan Maboya alitengwa na wa Assemblies wenzake, Assemblies EAGT, alitengwa. Mtu wa kwanza kuombea watu wanaanguka tunashangaa miaka 93 94 alikuwa ni Dansan Maboya. Ndio alianza kupuliza watu wanaanguka, watu wanaanguka hapa Tanzania. Kwa ukimtafuta mtume wa kwanza Tanzania ni nani? Dansan Maboya. Mitume wote mwende mkaobee kwa Maboya. Mkikwama mumfuate Maboya. Mimi huduma ya utume, mzee ulianzaje huduma ya utume? Maboya. Mtu wa kwanza kuita mimi nabii, mtume na nabii Tanzania wa kwanza mwaka 96, wa kwanza ni Josephat Muingira wa Mwenge. Tukamshangaa, huyu anahitaji nabii na mtume. Leo mmekuwa mko manabii na mitume wengi, lakini mtu wa kwanza aliyekata utepe ni Josephat Muingira wa Mwenge. Mtume na nabii ulioko unakwenda Mwenge pale kuobey. Ukipata sadaka zako fungu la 10 zaka unapeleka Mwenge. Mtume ukipata zaka unampelekea Maboya. Hiyo ndio Torati, ndio manabii, ndio nizamu ya Biblia toka zamani za baba zetu. Wakumbukeni waliowatangulia, maandiko yanasema. Waangalieni waliowatangulia, katika Biblia imeandikwa. Mtu wa kwanza aliyesimamia wanawake kuvaa vilemba, lazima mwanamke uvae kilemba unaposali, unapoenda kanisani, ni Zakaria Kakobe, Bishop Zakaria Kakobe wa Mwenge. Ukianza leo kusema wanawake wote wanavaa vilemba kanisani, unakwenda kuobey full gospel Mwenge kwa Kakobe. Maana ndiye aliyekutangulia katika cheni hiyo. Hali kadhalika. Sio mnaongea upako utakuepo, upako utatembea, upako utafungua. Jueni mimi ndio mzee wa upako. Nikinungunika ole wenu. Na ndanungunika mtaka kutumia upako vibaya, kutapeli watu, kudanganya watu. Si njoni hapa kanyegeni matope ya upako, vifusi vya upako, njoni chukueni michanga ya upako, chukueni mawe ya upako, huko mtakuwa mnajua mbio lakini njia mjui. Sasa ni kwa mfano huo tu. Ubungo hii Kibangu toka Riverside, kanisa la kwanza la Kikristo kwanza hapa lilikuwa ni hili. Limeanza mwaka 90 hapa. Nimeanza kanisa hili mwaka 90 ndio nimeingia hapa kusimamia kazi hii mwaka 90. Lakini eneo hili toka Riverside mpaka Makoka kanisa pekee lilikuwa ndio hili. Makanisa yote unayoona hapa yote yainikuta hapa. Lutheran imenikuta hapa, KKT. Wa Assemblies of God wamenikuta mimi hapa. Wa Sabato wamenikuta mimi hapa. Tulikuwa pale shuleni na sasa na wa Sabato. Wa Assemblies of God walikuwa ni tawi la mzee Ntegwa pale Ubungo, wakaanza huko juu kwenda Makoka tawi lao, wamenikuta hapa. Huduma za uongozi ndio kabisa ndio zimenikuta. Siku na vijana, kuna makasa mengi ya vijana hapa, sio mitume na wewe mmejaa tele hapa. Lazima mjue kwamba mji huu mpaka anga imefunguka hii. Leo kuna Ubungo Kibangu inafahamika kimataifa. Jueni kuna mtu ilimgharimu. Sio tu maombi yake lakini hata fedha zake. Na nyinyi mnajua vita ambayo nimeipata. Vita mbalimbali ambayo nimepigwa kwa sababu ya kueneza injili. Mnajua. Si yangu. Jueni kwamba mnatumia nyota yangu. Mnatumia nyota yangu. Utakayebisha una mapepo na ndio utakao mwenyewe umejifuta katika ramani ya watumishi wa Mungu.
utakuwa umejifuta mwenyewe. Kama mnataka fanyeni mjadala wa wazi, tafuteni katika maandiko, kamuuliza nabii wako, mtume wako, askofu wako, neno upako liko wapi katika Biblia? Hakuna neno upako. Sasa anointing mimi sasa Kiswahili, bila Kiswahili. Si mafuta ya kutiwa imeandikwa. Neno upako, mafuta upako imeandikwa wapi? Usiende huko. Si mafuta ya Haruni yalishuka katika ndevu za Haruni mafuta. Neno upako. Mafuta ya upako, nani mwanzilishi wake? Hii roho ya upako mmeipata wapi? Roho ya upako mmeikuta kwa nani? Ni mimi Anton Msekelo. Utukufu na sifa apewe Mungu aliyeniumba. Utukufu na sifa urejee katika tumbo la mama yangu aliyenizaa. Alizaa mtumishi mwenye maono, atakayeambukiza wengine huduma njema. Mkifanya hivyo, Mungu atawabariki sana. Ile milima ya Kapuro itawabariki. Ile milima ambayo Mungu alinitokea, Livingstone, itawabariki. Kuelekea ziwa Ngosi, ziwa kubwa katika Afrika, ndio Mungu alisema na mimi. Liko kule Mbeya, ziwa Ngosi. Ile milima itawabariki. Kuna siri nizikuta kule. Nilikuwa na kesha na kuomba wiki nzima, miaka ya 88, 87. Na ndio maana unaona nikiomba Mungu anasikia, watu wanajenga nyumba. Nikiomba Mungu anasikia, watu wananunua magari. Mungu anasikia, watu wanazaa watoto wao, ili Yesu Kristo azidi kutukuzwa katika maisha yao. Hakuna mtu yoyote alikuja tajiri kwenye mikono yangu akaharibikiwa. Ila kuna watu walikuja kusali kwangu kwa maskini, leo Mungu amewainua. Zile ishara ile miujiza ikafikia mara wachungaji hawa na maaskofu na mahubiri kwenye redio wamechangiwa, wakaona huyu ni Philibaston, ile pete yake. Ile pete ndio ina nguvu. Sasa hiyo tafsiri hata Yesu alitoa na mapepo, ama tafsiri yao wanajua wenyewe na Mungu wao. Kila mmoja ubiri anachojua yeye, bora nasaidia watu, full stop. Na ndio maana kesho, ibada ya kesho Jumapili, nasema aruta continue. Mwenye imani njoo utapokea. Mwenye kiu njoo, maji yako tena maji ya uzima, ambaye ni Kristo Yesu mwenyewe. Unahitaji kujua Biblia, njoo tufundishane. Tutafika tunakoenda na Mungu atatusaidia. Na tuendelee kuombea taifa letu zidi ya corona. Maana hii ni vita. Wenda adui amesinzia, tusisinzie sisi pia. Tuendelee kupiga maombi mpaka ukamilifu wa dahali. Tuendelee kutimiza masharti ya Wizara ya Afya mpaka serikali yenyewe iseme corona imekwisha. Na hata ikiisha ikitangazwa watu usiboteke. Huyu ni adui, alikuwa na nia mbaya na nchi yetu. Alikuwa na nia ovu na nchi yetu. Lazima tuendelee kusimama kama askari wa Mungu wa mbinguni, kufanya kuhakikisha nchi yetu izidi ya malazi ya kufisha kama ya corona inakuwa salama. Paulo anasema huku ni kujieleza, sio kujiinua, ni kujieleza. Nimejieleza. Na ningetaka wahudumu wa ubiri wote vijana mjue injili hii imeikuta katika mikono ya watu. Upako huu umeukuta katika mikono ya mtu, ndio mimi. Muutunze. Kama mwezi, yani tutafuteni vitu vingine. Nyie mna copy na kupesta faida, original muiheshimu. Wewe unakuwa wewe photocopy, tuko si photocopy, utapata nguvu tu. Neno ifuata limo katika Biblia, lakini unasamia Anton Msekelo huduma yoifuata moja kwa moja anaonekana muingira. Anza nawe ya kwako. Mimi Anton Msekelo na ufua misukule moja kwa moja inakuja picha ya Gwajima. Ndio alisimamia neno misukule. Sasa neno upako ni mimi. Sasa sababu imekuwa brand kubwa mnaitumia. Msitumie kudanganya watu, kuibia watu. Mjue kisima cha upako huu kiko Riverside kwa Anton Msekelo. Usiku mwema. Mungu awabariki sana. Tukutane kesho kwa ajili ya Baba na Roho Mtakatifu. Amen.